Ujasiri wako uko wapi? Ujasiri wako uko kwenye dhehebu lenu, ama ujasiri wako uko kwa kuhani wako mkuu Yesu Kristo ambaye anakuwakilisha mbele za Mungu? Maana kumbuka, Israeli walikuwa hawaruhusiwi kuingia patakatifu patakatifu. Sisi kwa sababu ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ambaye amefanya kazi akatukamilisha milele, tunaruhusiwa wote sasa hivi kuingia patakatifu patakatifu. In fact, Biblia inatuchagiza kwamba tuingie kwenye kiti cha neema kwa ujasiri, ili kuweza kupokea neema na rehema na kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa nini? Kwa sababu tunaye kuhani mkuu ambaye yuko hapo mbele za Mungu, mkamilifu, mwenye haki, asiyekuwa na mawaa, lawama, dosari wala kasoro. Na kwa sababu yeye yuko hivyo, basi na sisi mbele za Mungu tunahesabika kuwa ni wenye haki, watakatifu, wasiokuwa na mawaa, lawama wala dosari mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ufikiri kama Kristo, na ile uzofikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini, na wiki tunachambua na kuangalia nafasi ya Bwana Yesu kama kuhani mkuu. Nafasi ambayo naamini ni ya muhimu sana kama unataka kuwa na uelewa sahihi, sio tu kwa maana ya uhusiano baina ya wewe na Yesu Kristo, lakini pia uhusiano baina ya wewe na Mungu Baba. Kwa hiyo leo tutaendelea kuchambua. Vipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia tofauti baina ya ukuhani wa Haruni na ukuhani wa Melkizedeki. Kumbuka Bwana Yesu ameitwa ama ameteuliwa kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya mtandao, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, na zaidi ya yote umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo na ukihamasisha wengine nao kuwa wanafunzi wa Kristo, kwani hilo ndilo agizo ambalo tulipewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu pamoja na wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Hakika unathibitisha kwa vitendo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ambapo amesema inatupasa kuomba sote pasipo kukata tamaa, lakini pia kile ambacho alikizungumza katika kumpitia mtume Paulo kwamba imetupasa kuomba siku zote pasipo kukoma. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Na mwisho napenda kukupa hongera wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Namshukuru Mungu kwa ajili yako. Utii wako na upendo wako kwa Kristo ni wa ajabu, na nashukuru sana. Kumbuka Bwana Yesu alisema ni baraka zaidi kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo nakupa hongera kwa kuthibitisha kwa vitendo kwamba kweli wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo Bwana wetu. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka tuendelee na somo letu sasa. Kumbuka tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na kipindi kilichopita tulikuwa tumejikita kwenye Waebrania mlango wa 5. Tulianza Waebrania mlango wa 3 tukaona Bwana Yesu ni kuhani, ni mtume na kuhani mkuu wa mwito wetu wa mbinguni. Na tukaona kwamba yeye anasimamia maungamo yetu, na tukaona kwamba ungamo maana yake ni kuzungumza kwa kukubaliana na kile ambacho Mungu amezungumza, na sio kama ambavyo amezoea katika kanisa. Kitu kaenda mbali zaidi kwenye mlango wa 5 tukaanza kuangalia jinsi ambavyo Yesu amechaguliwa kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Tulienda mstari ule wa 4, nitausoma haraka haraka. Waebrania 5:4 anasema, na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yani heshima kuwa kuhani mkuu, ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni. Vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa, kama asemavyo mahali pengine ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Kwa hiyo sasa nikakwambia kwamba Yesu ukuhani wake ni kwa mfano wa Melkizedeki. Tuliangalia kidogo habari ya Melkizedeki, nitagusia tena, kuna vitu vingi vya kuzungumza.
ili kuweza kuweka uelewa sawa sawa. Lakini tuliloliona lingine ni hili kuanzia ule mstari wa kwanza kwenye mlango wa 5, kwamba maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi, awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu, na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Sasa viko vitu kadhaa tunaweza kuviangalia hapa, na nachotaka ukione ni kitu hichi, kwamba anachosema kama nilivyokueleza kipindi kilichopita, kwamba kwenye habari ya kuhani mkuu, labda nirudie hivi, kwa mara ya kwanza tunaona habari ya kuhani mkuu ikitajwa ni katika wakati Mungu ameagiza hema kukutania ijengwe, na ameagiza kwamba Haruni awe kuhani mkuu. Kwa lugha nyingine, wakati sheria inapokuja, Torati ilipotolewa, ndipo ambapo tunaanza kuona nafasi ya kuhani mkuu ikiwekwa wazi. Na kwa maana hiyo Haruni alikuwa ni kuhani mkuu kwa ajili ya kutimiza na kukamilisha utaratibu wa Torati ama wa sheria ama amri 10. Lakini pia tunaona kwamba of course kuna habari ya Melkizedeki ambaye alitajwa katika Mwanzo mlango wa 14 kama tulivyoona, lakini tunakuja kufafanuliwa baadaye kwamba ni kuhani mkuu ni katika kitabu cha Waebrania. Mwanzo kule kwenye Mwanzo 14 anatajwa tu kwamba kuhani wa Mungu aliye juu Melkizedeki, ama anaitwa labda ngoja nikasome tusije tukaiharibu. Twende kwenye Mwanzo 14, Mwanzo 14, alafu utasoma mstari ule wa 10 na ngapi? Na mstari wa 18. Anasema, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Kwa hiyo Melkizedeki katika Mwanzo 14 anatajwa kama kuhani, lakini kwenye Waebrania ndio tunakuja kufafanuliwa kwamba yeye ni kuhani mkuu. Sasa katika Waebrania 5 anasema kwamba alichokuwa anafanya Mungu ni kwamba anateua mtu mmoja miongoni mwa watu wake na kumweka katika nafasi ya kuhani mkuu. Na huyu kuhani mkuu wajibu wake ni kuwawakilisha watu hawa mbele za Mungu na kuhakikisha kwamba yeye ndiye anayetekeleza utaratibu ambao Mungu ameuweka wa kushughulikia dhabihu pamoja na dhabihu za dhambi. Kwa hiyo mtu hajiteui mwenyewe, wala sio wanadamu wanaomteua. Huyu mtu anateuliwa na Mungu. Kwa hiyo anasema vivyo hivyo na Kristo naye ameteuliwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Sasa anasema huyu kuhani mkuu, ukisoma kwenye kwa mfano kitabu cha Lawi utaona, labda tutaangalia huko mbele, lakini kwenye kitabu cha Lawi utaona kuhani mkuu alikuwa akiingia patakatifu, anaingia kwanza, kuna damu ya ng'ombe ambao alikuwa anaitoa kwa ajili ya dhambi zake yeye na familia yake. Alafu baadaye atachukua damu ya mbuzi au damu ya kondoo ambayo ataitoa hiyo kwa ajili ya taifa zima la Israeli. Na sio tu kwa ajili ya taifa zima la Israeli, lakini pia kwa ajili ya kuleta utakaso kwa hema kukutania na vyombo vya patakatifu na kadhalika. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, alipokuwa anatoa dhabihu kwa ajili ya dhambi, ilikuwa imegawanyika sehemu mbili: moja kwa ajili ya kwake yeye na familia yake, na mbili kwa ajili ya watu ambao anawawakilisha mbele za Mungu. Sasa utaona kwamba sababu kwamba alikuwa anajitolea dhabihu yeye, maana yake ni kwamba na yeye alikuwa ni mwenye dhambi. Lakini tunaye hapa Yesu Kristo Bwana wetu ambaye ameteuliwa kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Then yeye alikuwa ni kuhani namna gani? Kwa hiyo tukitaka kujua hilo, nataka twende kwenye Waebrania mlango wa 7. Waebrania mlango wa 7, alafu mstari ule wa ngapi? Waebrania 7 mstari wa 26. Anasema hivi. Waebrania 7:26 anasema hivi: maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja kila siku, mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Maana torati yawaweka wanadamu walio na unyonge
kuwa makuhani wakuu, bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya Torati limemweka mwana aliyekamilika hata milele. Kwa hiyo anasema kwamba Torati hii ilikuwa kuhani mkuu naye alikuwa ana dhambi kama watu walivyo na dhambi. Tofauti ya kuhani huyu mkuu kwa maana Yesu Kristo, kwa mfano Melkizedeki, anasema yeye ni mtakatifu, ambaye hana uovu, asiyekuwa na waa lolote, ametengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Kwa hiyo yuko juu kuliko hata mbingu. Kwa hiyo huyu ndo kuhani wetu mkuu katika Agano Jipya. Sasa ni muhimu tukalielewa hilo rafiki, na nitarudia tena kusisitiza kwamba kuhani mkuu ajiteui, anateuliwa na Mungu. Na unaona kwenye taifa la Israeli, kwa kila kipindi kwa una kuhani mkuu mmoja, alafu una makuhani ambao wanamsaidia. Na leo hii kwenye Agano Jipya kuhani mkuu ni Yesu Kristo Bwana wetu, na sisi ni makuhani wa kawaida ambao tunamsaidia. Sasa kumbuka, ukuhani wetu ni tofauti kidogo na ukuhani wa Agano la Kale. Maana ukuhani wa Agano la Kale ilikuwa kama watu wamekoseana na wamefanya shida moja mbili tatu, watachukua huyo mbuzi au kondoo kwa ajili ya sadaka kwa ajili ya makosa yao madogo madogo, then wataenda kwa kuhani. Kuhani atamkagua yule mbuzi ama kondoo, alafu mbuzi au kondoo asipokuwa na doa wala then maana yake ni kwamba mbuzi au kondoo anapokubalika, maana yake ni mtu amekubalika. Kwa hiyo unaweza kaona kwenye Agano la Kale alikuwa anachunguzwa ni yule kondoo ama ile dhabihu na wala sio mtu. Cha ajabu leo hii tumeshindwa kulielewa hilo. Tunajichunguza sisi badala ya kuchunguza kondoo wetu, mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi za ulimwengu, ambaye ni Yesu Kristo. Sasa ili jambo alieleweke. Nitarudi kuja kulizungumza baadaye, lakini nataka niangalie uone kwamba Yesu Kristo kuhani wetu, ukuhani wake ni kwa mfano wa Melkizedeki, sio kwa mfano wa Haruni. Ukuhani wa Haruni ulikuwa ni wa Torati. Sasa kuna kitu kingine kimoja nataka nikiingize hapa, ni cha muhimu. Huyu kuhani ama kuhani mkuu alipokuwa anateuliwa, anapokwenda kusimama mbele ya Mungu, maana yake nini? Maana yake anawakilisha watu wote ambao anawawakilisha. Kwa lugha nyingine, hali ya kuhani mkuu mbele za Mungu ndio ilikuwa inaamua hali ya watu anaowawakilisha mbele za Mungu. Kwa lugha nyingine, kuhani mkuu akikubalika mbele za Mungu, basi maana yake ni kwamba na watu nao wamekubalika mbele za Mungu. Kuhani mkuu akikataliwa mbele za Mungu, maana yake ni kwamba watu nao wamekataliwa, kwa sababu huyu kuhani mkuu ameteuliwa kwa ajili ya kuwawakilisha wanadamu mbele za Mungu katika mambo yanayohusiana na dhabihu pamoja na dhabihu za dhambi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yeye akikataliwa, watu wamekataliwa. Lakini zaidi ya yote, ile dhabihu anayoipeleka kwa maana ya damu mbele za Mungu ikikataliwa, maana yake ni kwamba na watu wamekataliwa. Kwa hiyo kuna mambo mawili. Moja, kuna yeye mwenyewe kuhani mkuu, alafu mbili, kuna hiyo sadaka ama hiyo dhabihu ambayo anaipeleka. Ilikuwa ni lazima yeye akubalike mbele za Mungu na dhabihu ikubalike mbele za Mungu. Ndio maana yake ni kwamba yeye akikubalika, watu wamekubalika, na kwa maana hiyo toleo lile kubalika, maana yake ni kwamba dhambi imefunikwa. Hilo ni Agano la Kale, utaratibu wa Agano la Kale. Dhambi imefunikwa mpaka mwaka unaofuata. Kwa hiyo alikuwa anaingia mara moja tu kila mwaka, ambao nitakuonyesha muda sio mrefu. Sasa nianze na ile la yeye kuwakilisha watu. Nataka tuende kwenye Kutoka mlango wa 39. Kutoka mlango wa 39 kama sikosei. Alafu tutaangalia na mstari ule wa nadhani kama wa 29 30 pale. Anasema hivi 30. Anasema hivi, hapa anazungumzia mavazi ambayo kuhani mkuu alitakiwa ayavae akiwa mbele za Bwana. Sasa kipengele cha mstari wa 30 anasema hivi: nao wakafanya hilo bamba la hiyo taji takatifu la dhahabu safi, na kuandika juu yake andiko mfano wa kuchorwa kwa muhuri, mtakatifu kwa Bwana. Nao wakatia ukanda wa rangi ya samawi ili kulifunga katika hicho kilemba upande wa juu, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Sasa hii lugha ni ngumu, labda niseme kwenye neno tu, labda naweza ikawa amesema kwa lugha nyepesi, afu nitakuelezea inamaanisha nini. Anasema kisha akatengeneza lile bamba, na anasema bamba, sio kwa kusema bamba. Okay, nende kwenye Biblia ya Habari Njema. Anasema kisha walitengeneza pambo la dhahabu safi kwa ajili ya taji takatifu, na kuchora juu yake kama wachoravyo muhuri wa mtakatifu kwa Mwenyezi Mungu, ama wakfu kwa Mwenyezi Mungu. Sasa nisikilize kitu hichi. Anachosema ni hivi, kwamba huyu kuhani mkuu
alipokuwa anasimama mbele za Bwana, kulikuwa kuna utaji ama kitambaa ama utaji ambao anafunga mbele ya paji la uso. Huu utaji ni umetengenezwa kwa nini? Kwa dhahabu. Na kwenye hii dhahabu imeandikwa mtakatifu kwa Bwana. Kwa ndio ambao anafunga mbele ya paji la uso wake wakati amesimama mbele za Mungu. Sasa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba lile taji, ama wengine wameita bamba, lugha ni ngumu sana, ni plates. Plates sasa Kiswahili tunaita nini? Ndio wengine wanaita bamba. Bambari, bamba. Sawa. Kwamba hiyo plate ama hilo bamba ambalo la dhahabu ambalo limeandikwa mtakatifu kwa Bwana lilikuwa linafungwa mbele ya uso ama mbele ya paji la uso wa huyu kuhani mkuu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba anahesabika anapokuwa amesimama, Mungu akiangalia anamwangalia huyu kuhani mkuu kuwa ni mtakatifu kwa Bwana. Na kitendo cha yeye kuwa mtakatifu kwa Bwana maana yake ni kwamba kinasababisha watu wote ambao anawawakilisha, kwa maana hii taifa la Israeli, wahesabike kuwa ni watakatifu kwa Bwana. Kwa hiyo utakatifu au kukubalika kwa wana wa Israeli mbele za Mungu kulikuwa kunatokana na huyu kuhani mkuu ambaye amesimama mbele za Mungu, ambapo Mungu mwenyewe alielekeza kwamba lazima utengenezwe hilo bamba ama huo utaji ambao atafunga kwenye paji la uso ukiwa umetengenezwa kwa dhahabu na umeandikwa mtakatifu kwa Bwana, kuashiria kwamba huyu ni mkamilifu mbele za Bwana, na kwa maana automatically watu na wanakubaliwa. Sasa huyu alikuwa ni Haruni ama ukuhani wa Haruni ambao ni sawa na Torati. Vipi kuhusu kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ambaye ni kwa mfano wa Melkizedeki? Ukija kwenye Waebrania mlango wa 6, tena Waebrania mlango wa 6, alafu tutasoma kuanzia mstari 8 kama wangapi, kama sikosea 10 na ngapi, 18 nadhani. Anasema hivi, hapa tuanze 10. Okay, kumbuka Yesu ni kuhani mkuu kwa kupitia kiapo. Tuanze mstari wa 17. Anasema katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubatilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. 19. Tulionayo kama nanga ya nafsi, yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia. Anasema alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Kwa hiyo anachosema nini? Anasema ukiingia patakatifu pa patakatifu, kwa maana ya mbinguni, sio duniani, Yesu Kristo ametangulia, yuko pale, ndiye amesimama mbele yetu. Na kwa kuwa yeye ni kuhani mkuu milele kwa mfano wa Melkizedeki, manake milele yote yeye ndiye anayetuwakilisha mbele za Mungu. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa yeye amekubalika, basi manake ni kwamba binadamu pia ambao anawawakilisha wamekubalika. Usilisahau hilo. Usilisahau hilo. Na anawakilisha nini? Anawakilisha binadamu wote. Sasa ni jukumu lako wewe na jukumu langu mimi kutia imani kwa Yesu Kristo ili kuweza kushiriki, ili kuweza kujiambatanisha na yeye. Na kwa maana hiyo tuhesabike mbele za Mungu tumekubalika. Kumbuka yeye ni kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki milele. Sasa ni switch kidogo hapa, tuzungumzie habari ya hapo patakatifu alipopaingia. Maana kuna tofauti kati ya ukuhani na madhabahu ama hema ama maskani ambao Haruni walikuwa wakiingia na ambayo Yesu Kristo ameingia. Na hili tunaenda kwenye Waebrania mlango wa 8. Waebrania mlango wa 8 nitaanza mstari wa 1. Anasema hivi: basi katika hayo tunayoyasema, neno hili kuu ndilo hili: tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Kwa hiyo anasema huyu kuhani mkuu ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi mbinguni. Anasema mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli. Kwa hiyo hema ya mbinguni inaitwa hema ya kweli, ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Anasema maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu, kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi asingekuwa kuhani, maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria, watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima.
Sasa nisikilize. Kwa anasema Bwana Yesu ameingia mbinguni katika hema iliyo ya kweli, sio kimvuli, sio copy, sio nakala, ni original. Na kwa maana hiyo sehemu ambayo amekwenda kutoa damu yake ni katika madhabahu ya kweli, sio kimvuli. Maana yake nini? Ile hema ya kukutania ambayo Musa alitengeneza kule nyikani, na hata lile hekalu ambalo Solomoni walikuja wakalijenga, vyote vile ni kimvuli, sio original. Tunaenda sawa rafiki? Na kwa maana hiyo hema ya kweli au hekalu la kweli liko mbinguni, na madhabahu ya kweli iko mbinguni, ambayo Yesu kama ambavyo nitakuonyesha alienda akatoa damu yake mara moja tu akatupatia utakaso wa milele. Kwa hiyo hivi vyote vya duniani vilikuwa ni kimvuli. Na ndio maana watu wote wanaokujia na porojo ya kuvunja madhabahu na kutengeneza madhabahu na sijui madhabahu ya fulani na madhabahu ya fulani, vyote hivyo ni feki. Madhabahu ni moja tu, na hema ya kweli ni moja tu, viko mbinguni, ambako aliyeingia huko ni kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ameingia kwa niaba yetu na akafanya kazi ikaleta utakaso wa milele. Kwa hiyo vingine vyote hivi ni hadithi mnahadithiana. Wewe sio nimeenda kwenye madhabahu hii kanisaidia madhabahu ile, hakuna hicho kitu. Madhabahu ya kweli iko mbinguni, ambapo kuhani mkuu Yesu Kristo ameingia pale kwa damu yake akaitoa, tukakubalika milele, na ameketi mkono wa kuume wa Mungu akituwakilisha. Hapa duniani anasema hizi madhabahu ni kivuli, na zilikuwa ni kwa mfano wa Torati ya Musa. Sasa unasema vipi makanisani kwetu mbona tuna madhabahu, tuna mimbara? Sikiliza, haina tofauti na ungeenda kwenye ukumbi alafu akaweka sehemu kitu anaita podium ambapo kwa Kiswahili inaitwa mimbara, akasimama mahali pa kuzungumzia. Haimaanishi kwamba hiyo ni madhabahu. Kwa hata kama kanisani kwenu wamejenga wakatengeneza wakasema hii ni madhabahu, hiyo ni hadithi tu, ni utaratibu tu ambao watu wameweka. Madhabahu ya kweli ni moja, iko mbinguni, na ambaye ameingia hapo na kusimama hapo na kufanya kazi hapo mara moja tu ni Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu, ambaye ni kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedek. Sijui kama unanielewa ninachozungumza. Kwa hiyo sasa naangalia vitu vingi, tuna hadithi nyingi sana. Okay, ukisema ndio hivyo, vipi watu wanaosali chini ya mti? Vipi watu wanaosali manyumbani? Vipi watu ambao wanachukua kwenye kumbi za kukodisha? Kwa hiyo madhabahu yao inakuwa wapi? Maana ukumbi huo ndio unafanywa sherehe ya harusi na watu wanakunywa bia hapo. Then unafanyaje? Unasema lakini wajenge ukumbi wao. Okay, kama hawana uwezo wa kujenga, kwa hiyo ina maana wasikutani kwa simwabudu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumeviingiza ambavyo havifuati utaratibu wa kwenye Biblia. Sasa ni mbaya watu wakisema wana madhabahu, sio tatizo. Wewe weka, lakini haiongezi wala haipunguzi kitu mbele za Mungu. It doesn't. Kwa nini? Kwa sababu kuhani wako mkuu ni Yesu Kristo, na hema aliyoingia ni moja tu, iko mbinguni, ambayo anasema ni hema ya kweli. Na kwa maana madhabahu ambayo alipeleka damu yake ni moja tu, nayo iko mbinguni, na alipeleka damu yake mara moja tu, na kwa maana hiyo ikakubalika milele. Kwa hamna haja tena ya kwenda kwenye hiyo madhabahu kupeleka damu. Hiyo kazi imeisha. Ndio maana anasema amemaliza, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Maana ni kwamba kazi ya kuleta utakaso amemaliza. Amemaliza. Angalia anavyosema kwenye Waebrania mlango wa kwanza. Waebrania mlango wa kwanza, alafu niende mstari wa ngapi? Mstari wa 3. Asa yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, anamzungumzia Yesu Kristo, akichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa hiyo anasema kazi ya kushughulika na dhambi zetu ameimaliza. Ndio maana ameketi mkono wa kuume wa Mungu, kapumzika. Sasa swali ni moja tu. Je, unamwamini huyu Yesu? Je, umemkubali sio tu kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sio tu kwamba yeye ni mfalme, lakini je, unamkubali kwamba yeye ndio kuhani wako mkuu? Je, unakubali kwamba kwa sababu yeye yuko mkono wa kuume wa Mungu na anakuwakilisha pale, kwamba wewe mbele za Mungu unakubalika kwa sababu ya huyu kuhani wako mkuu? Je, umekubaliana na huo ukweli? Je, unaruhusu huo ukweli? Unaposimama mbele za Mungu kufanya maombi, ujasiri wako uko wapi? Ujasiri wako uko kwako
ama uko kwa kuhani wako mkuu ambaye yuko mkono wa kuume wa Mungu mbinguni? Ujasiri wako uko wapi? Ujasiri wako uko kwenye dhehebu lenu, ama ujasiri wako uko kwa kuhani wako mkuu Yesu Kristo ambaye anakuwakilisha mbele za Mungu? Maana kumbuka, Israel walikuwa hawaruhusiwi kuingia patakatifu patakatifu. Sisi kwa sababu ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ambaye amefanya kazi akatukamilisha milele, tunaruhusiwa wote sasa hivi kuingia patakatifu patakatifu. In fact, Biblia inatuchagiza kwamba tuingie kwenye kiti cha neema kwa ujasiri, ili kuweza kupokea neema na rehema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa nini? Kwa sababu tunaye kuhani mkuu ambaye yuko hapo mbele za Mungu, mkamilifu, mwenye haki, asiyekuwa na mawaa, lawama, dosari wala kasoro. Na kwa sababu yeye yuko hivyo, basi na sisi mbele za Mungu tunahesabika kuwa ni wenye haki, watakatifu, wasiokuwa na mawaa, lawama wala dosari mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Unasema anatumia sheria gani kutuwakilisha? Tutaangalia katika kipindi kinachokuja. Sio Torati ya Musa, anatumia sheria tofauti kabisa. Unasema ni ipi hiyo? Usikose kipindi kijacho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.